Somo la utangulizi au jumbe ambao unatangulia kipindi chetu cha Bible Study una kichwa kinachosema usiingie mkataba na dhambi. Usiingie mkataba na dhambi. Leo tutaangalia kwa namna gani au ni kwa jinsi gani tunapaswa tujihadhari na dhambi katika kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ujumbe unasema usiingie mkataba na dhambi. Dhambi ina matokeo makubwa sana na matokeo yake ni mshahara. Vitu vingine vyote vinaweza vikashikilia tu matokeo ya kawaida, lakini dhambi peke yake ndio inalipa mtu mshahara, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa leo nataka tuangalie ni kwa namna gani dhambi inakuwa na madhara katika mwisho wake zaidi sana kuliko hata mwanzo wake. Waga dhambi inapoanza katika mwanzo wake inakuwa ni nzuri, lakini inapompeleka mtu inakuwa ni pabaya zaidi. Dhambi inaanzaga kwa kumpandisha mtu na kumpaka mtu rangi, anaonekana mzuri, anaonekana nafaa na kumuinua mtu katika nafasi aliyokuwepo. Maana yake ni kwamba kama mtu alikuwa yuko chini, anapoanza kufanya dhambi, ile kipindi cha kwanza cha kufanya dhambi, ile dhambi inampa faraja nyingi, inamuinua, inampamba kwa ufupi na kumpa matumaini na kumuonyesha mbele kwamba mambo yatakuwa mazuri. Lakini neno la Mungu labaki pale pale linalosema kwamba ipo njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za upotevu. Sasa leo nataka tuangalie ni jinsi gani dhambi ilivyo na madhara. Dhambi ilivyo na madhara katika mwisho wake. Na tutaenda kujifunza kupitia mtu mmoja katika Biblia ambaye anajulikana kama Yuda Iskariote. Yuda Iskariote. Kwa nini anaitwa Yuda Iskariote? Ni kwa sababu alitokea mahali panapoitwa Keriote au Kerioth. Ndio maana kwa anaitwa Yuda Iskariote. Sasa ile neno is maana yake ni mwana wa. Kama tunavyosema bin ni mwana wa. Kwa is ni mwana wa Keriote. Mwana wa Keriote. Keriote sio mtu bali ni mji. Kwa hiyo alikuwa ametokea mahali panapoitwa Keriote au Kerioth. Sasa huyu Yuda kama tunavyojua habari zake ni kwamba alikuwa mmoja wapo wa mitume 12 wa Bwana Yesu. Lakini alianza kwa kuitwa na Bwana, alionekana kama ni mwanafunzi wa kweli mwenye nia nzuri, lakini baadaye tunajua kuona matokeo yake alikuja kumsaliti Bwana Yesu. Lakini mbali na tunavyojifunza sana kuhusiana na Yuda kwamba alikuwa ni mtu mbaya na muovu kila wakati, lakini Biblia itufundishi hivyo. Kwa sababu Yuda angekuwa ni mtu ambaye ni muovu au alikuwa na nia ambayo inaonekana wazi, bila shaka wanafunzi wangeshamjua tangu mwanzo. Hawezi kukaa na mtu miaka mitatu afu usijue kama ni mnafiki. Ni wazi kwamba Yuda katika hatua za kwanza alizoitwa na Bwana alikuwa anaenda na Bwana vizuri sana. Alikuwa ni mtu ambaye alijikana nafsi, akaacha vyote akamfuata Bwana. Alikuwa ni mtu akitumwa kwenda kuhubiri, anaenda kuhubiri. Alikuwa ni mtu ambaye akitumwa kwenda kufanya kazi yake huduma, anaenda kufanya kazi ya huduma. Na alimchagua Bwana, yeye ndio alimchagua kubeba ule mkoba. Maana yake kuchukua zile hazina na kwenda kuwapa maskini au kwa ajili ya matumizi ya huduma. Kwa Yuda hakuwa na matunda ambayo yanaonekana moja kwa moja katika hali yake ya kwanza ya kuitwa, bali matunda yake ya uovu yanakuja kuonekana mwishoni sana. Sasa nataka tuangalie jinsi dhambi inavyompeleka mtu katika majuto mabaya na hatimaye hata kumsababisha hata afe kabisa, kwa sababu anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa huyu Yuda ambaye tunamsoma katika Biblia, mwanzoni wakati anatembea na Bwana mambo yalikuwa vizuri kabisa, lakini karibia na mwishoni pale akaanza kuingiliwa na tamaa ya fedha katika kiwango kikubwa sana. Kwa sababu Yuda alijaribiwa na shetani katika fedha, atakujaribiwa na kitu kingine. Biblia itaonyesha kwamba alikuwa na tamaa na wake. Biblia itaonyesha kwamba alikuwa ni muuaji. Biblia itaonyesha kwamba alikuwa ni fisadi, alikuwa anafanya vitu vingine vyote, alikuwa na tabia moja tu ya kupenda fedha. Na jaribu ambalo shetani alimpata Yuda ni hilo tu la kupenda fedha. Vitu vingine alimshindwa kabisa. Hakumpata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuonekana katika hizo dalili za dhambi nyingine, ilikuwa ni kupenda tu fedha. Sasa akiwa katika hali hiyo ya kupenda fedha, zile fedha zilimpeleka katika kiwango cha kwamba akafikia hatua kumtaka kumsaliti Bwana. Na waga dhambi inaanza kwanza kidogo kidogo, baadaye inapopaliliwa inaanza kukua na kuwa na nguvu ndani ya moyo wa mtu. Kwa Yuda ile dhambi ya kupenda fedha ilianza kidogo kidogo, pengine alikuwa anaiba 500, labda kama 500 kipindi hicho alikuwepo, alikuwa anaiba fedha kidogo 500 akawa anapandisha 1000 mpaka baadaye alipoona huduma ya Bwana inakuwa kubwa, anakutana na watu wengi, anakutana na matajiri na maskini, wote wanakuja kupiga magoti mbele zake. Wengine wanakuja kutoa mafedha na mamali mengi. Akaona hapa ndio sehemu ya kupata fedha. Na kwa sababu Bwana alikuwa hangaiki sana na ule mkoba, kwa sababu alikuwa anaishi kama ndege, alikuwa akijua kwamba mahali popote baba atamhudumia. Kwa hiyo yeye alikuwa anaishi katika namna hiyo, lakini Yuda alitamani zile fedha.
Sasa Biblia inatufundisha kwamba katika hali ya kutamani zile fedha, kipindi ambacho anaenda kumsaliti Bwana Yesu, hakuwa na nia ya kwenda kumpeleka Bwana Yesu auawe. Yuda hakuwa na nia ya kwenda kumsaliti Bwana Yesu ili auawe. Yeye alikuwa na nia ya kumsaliti Bwana Yesu apewe fedha ili Bwana Yesu akamatwe na wale Wayahudi. Alafu wale Wayahudi wakamfanya wanavyotaka, labda kumtandika viboko, kumpiga bakora, alafu baadaye kumtisha labda asihubiri hilo neno, aondoke katika miji ile. Ndicho Yuda alichokuwa anakijua. Lakini hakuwa ajui kabisa kwamba Yesu kwa usaliti wake Yesu ataenda msalabani. Alikuwa alijui hilo, Biblia inatufundisha hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia jinsi dhambi inavyoziba matokeo ya mwisho, lakini nampa mtu tu kwamba atapata fedha, ataenda kujenga nyumba, alafu yule msaliti ataendelea kuishi. Ndicho Yuda alichokuwa anakijua kwamba Yesu nitamsaliti, ndio nitachukua fedha, na anaweza kaja akajua au asijue kwamba nimemsaliti, lakini mwisho wa siku Yesu atakuwa katika hali nzuri, kwa sababu kwanza ana nguvu, atajiokoa katika mikono yao. Walijaribu kumshika huko mwanzo, walishindwa. Sembuse sasa hivi nitamsaliti tu kwa kumbusu, watajua kumchukua, lakini atajiokoa. Ndicho Yuda alichokuwa anakijua, lakini hakujua kwamba kwa kupitia usaliti wake Yesu anaenda msalabani kufa. Sasa naomba tusome Biblia ili tuweze kuleka hili vizuri. Kitabu kile cha Mathayo sura ile 27. Tuangalie kwanza majuto ya Yuda. Mathayo sura 27 mstari wa kwanza hadi 5. Tuangalie kwanza majuto ya Yuda. Mathayo 27 1 mpaka 5. Biblia inasema hivi: na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Hao ni wazee walikuwa wanafanya shauri wapate kumuua, lakini wakumwambia Yuda kwamba tunataka tumuue Yesu. Wenyewe ndio walifanya shauri hao wakuu wa makuhani. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Angalia majuto ya Yuda. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta. Umeona? Aliposikia kwamba amehukumiwa kuuawa, alijuta. Akarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Tuishia. Baada ya kupewa vipande 30 vya fedha, akajua sasa Yesu amemkamata, wanaenda kumtandika viboko au wanaenda kumtishia subiri. Lakini aliposikia kwamba kahukumiwa kufa, akasema, nimefanya kitu gani? Nimefanya kitu gani? Hebu tengeneza labda picha. Labda wewe ni mke au ni mume, alafu unao mke wako au unao mume wako, alafu unataka kumsaliti. Kitendo cha kumsaliti, unajua tu utamsaliti afu baadaye utaomba msamaha, mambo yataisha. Lakini kumbe usaliti wako unaenda kusababisha kifo cha ule mpenzi wako. Na hakika mtu yote akijua hilo, angejua mbele hivyo, asingemsaliti. Si ndio? Ndicho Yuda kilichomtokea. Hakujua kitu gani kitaenda kutokea mbele. Yeye alijua tu kwamba huyu ataenda kukamatwa, atapigwa mijeledi, watamwogopesha, watamtishia subiri hapo, afu baadaye watamwacha. Au kama watamwacha, basi Yesu anaweza jisigania kujiokoa kwa sababu yeye ni Mungu. Lakini hakujua kwamba ataenda kuhukumiwa kufa. Yuda alipotafakari kwamba hukumu ya Rumi ni kwenda kutundikwa msalabani, akashangaa, akasema, ule mtu ambaye natembea naye miaka yote, mimi ndo nakuwa sababu ya kwenda yeye kwenda msalabani. Mtu ambaye alikuwa hana hatia, aliyenipenda, aliyenichagua bure, kila kitu. Biblia inasema akajuta. Akarudishia vile vipande vya fedha ili lengo lake la kurudishia wamwachie yule. Lakini walipoona kwamba wale wataki wale watu, kwa sababu wale makuhani wakasema, yeye anatupasa nini? Yaamue mwenyewe. Lakini sio kurudisha tu fedha akaona inatosha, akaona hata kuendelea kuishi hakuna maana. Akaenda akajinyonga. Angalia madhara ya dhambi mwisho wake. Yeye aliona tu kumsaliti tu ni tendo la dakika moja, lakini limemletea mauti, kama Biblia inavyosema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Sio matokeo ya dhambi, ni mshahara wake. Sasa hebu tulithibitisha hili vizuri katika kitabu cha Marko sura ya 14 mstari wa 42. Marko 14 mstari wa 42 mpaka mstari wa 46. Marko 14 42 mpaka 46. Nianze tu mstari wa 43 mpaka mstari wa 46. Basi alipokuwa katika kusema, mara Yuda alifika, mmoja wale tenashara, na pamoja naye mkutano, wanapanga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na waandishi na wazee. Kumbuka walipokuwa wanakuja na mapanga na marungu, hawa watu ni kwa sababu walikuwa wanajua Yesu anazungukwa na watu wengi. Kwa hiyo inaweza ikatokea ghasia
katika kwenda kumkamata. Kwa hiyo Yuda alitangulia kabla ya watu walikuwa wamejificha nyuma. Kwa hiyo kwa sababu waliotumwa ni watu ambao walikuwa ni jamii ya watu wengine, sio jamii ya watu ambao walikuwa wanamjua Yesu. Kwa sababu wangekuwa wanamjua Yesu, walikuwa mnaja kwenda kumtumia Yuda ili awaonyeshe. Kwa hiyo waliwatafuta watu wengine huko. Wakamwambia nenda na Yuda, nyewe watu nendeni na Yuda, mtakapomkuta yule ambaye ataonyesha mkamateni. Kwa wale watu walikuwa wamjui Yesu. Mstari wa 44. Na yule aliyemsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu huyo ndiye. Mkamateni, mkamchukue salama. Nataka muangalie hilo neno. Anasema hivi, na yule anayemsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakayembusu. Zamani walikuwa salamu ilikuwa ni kubusu. Ndio maana sehemu nyingine pale wanasema salimianeni kwa busu takatifu. Sio kumbusu ule mdomo kwa mdomo, ni ile kubusu kama mashavu. Na ilikuwa haina tafsiri kama sasa hivi. Sasa hivi hatuna hizi salamu. Usiende na kumbusu mtu na kusema Biblia imesema hivyo. Huyo ndiye mkamateni. Alafu angalia hilo neno, mkamchukue salama. Mkamchukue salama. Yuda kuambia mkamateni alafu mkamtese. Mkamateni alafu mkampige. Mkamateni alafu mkamuue. Hakujua hilo. Alijua tu kwamba mkamateni nyinyi kwa sababu mmekuja na mapanga, msitumie panga zenu kumpiga huyu. Msitumie sime zenu kumkata. Mumchukue salama, mumpeleke kwa makuhani. Makuhani wanajua sheria ya Torati, watamwachia tu. Kwa hiyo mumchukue salama. Ndicho alichokifanya. Wakanyosha mikono, wakamkamata. Mstari wa 45. Basi alipokuja mara akamwendea akasema Rabi, akambusu. Wakanyosha mikono yao wakamkamata. Na mmoja wao waliokuwa hapo akafuta upanga akampiga mtumwa wa kuhani mkuu akamkata sikio. Hiyo ndio sababu kwa nini watu pia walikuja na mapanga na marungu, kwa sababu walijua kumkamata Yesu kunaweza kutokea ghasia, kwa sababu Yesu alikuwa amezungukwa na watu wengi. Tuishie tu hapo. Kwa sasa Yuda baada ya kumbusu na watu walipomkamata alikuwa na amani, kijua sasa tayari hivi vipande vya 30 vya fedha naenda kununua shamba hapa. Siku sio nyingi naenda kujenga hapa. Nitamtumikia Bwana Yesu, kuna mimi na nyumba Bwana. Lazima nitumie akili. Hakiwa katika hiyo hali anakuja kupata taarifa kwamba yule ambaye amemsaliti amehukumiwa kufa. Majuto ndipo alipokuja. Wala Yuda asingejuta kama angesikia kwamba Kristo kaenda kuchukua mjeledi afu kaachiliwa. Kwa sababu kwa anajua Kristo ni huruma, atamsamehe tu. Lakini aliposikia kwamba anaenda kufa na yeye kumbe kifo chake kika kimefika, siku hiyo hiyo Yuda akaenda kajinyonga. Siku hiyo hiyo. Tengeneza picha. Yaani anafanya leo tukio la dhambi la kusaliti, siku hiyo hiyo anaenda kufa. Ndio hiyo tunasoma au tunajifunza kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na kwa nini inaitwa mshahara? Angalia. Yuda analipwa fedha na wale watu. Lakini mshahara ule kumsaliti sio fedha. Mshahara wake ni kifo, ndicho kifo kilichomtokea Yuda. Kwa sababu zile fedha alizirudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dhambi inalipa mtu mshahara. Dhambi inampa mtu ujira wake anachokistahili. Kwa hiyo Yuda akaenda kujinyonga. Kwa hivyo na sisi pia tunajifunza mambo kama haya. Dhambi inapoanza katika asili yake, utasema tu ngoja nikazini, si kesho nitatubu. Uwezi jua kuzini kwako leo ambako unakuona ni kudogo, ndio siku hiyo kunaenda kukupeleka kufa. Ni wangapi ambapo unakuta anaenda kuzini alafu anafumaniwa na pigwa na kufa? Si wengi. Ni wangapi leo mtu anakuambia, anasema ngoja kila siku sauti inamwambia ndani yake usiibe. Alafu anaenda kukuta kitu cha mtu kidogo tu, anakamatwa siku hiyo, anapigwa, anachomwa moto. Na mimi nakwambia ukweli, visa pia vya vingi vya vifo vinatokana na dhambi. Na dhambi sio unaua tu kwa kupitia mtu, kwa sababu kama ukifumaniwa unaweza kupigwa ukafa, ukikamatwa unaiba unaweza kupigwa ukafa. Lakini pia unaweza ukafa bila kupigwa, unaweza ukafa bila kushikwa na watu. Umetoka tu kuzini, kesho yake mauti, unapata ajali nyingine. Umetoka kuiba, kesho yake unashangaa unakufa. Au umetoka kufanya mauaji, unashangaa naye kesho yake unakufa kwa njia nyingine hata pasipo kutumia watu. Kwa sababu dhambi inalipa mshahara. Kwa hiyo tusipime nguvu ya dhambi katika mwanzo wake. Tuangalie mwisho wa dhambi jinsi inavyoleta matokeo makubwa katika mwisho wake. Kwa wale wanaojua aina za silaha, kuna silaha bunduki ambayo ikifyatuliwa mali, ikienda ikipiga mtu, kiumbe hai chochote au kitu kingine chochote, pale inapoingia inaanza na tundu dogo. Lakini pale inapotoka kule nyuma, unakuta inaacha tundu kubwa sana. Ndio tabia ya risasi. Inaingia katika tundu dogo kule mwisho. Mfano ukimpiga mtu mbele hapa kunaonekana ni tundu dogo. Ukija kuangalia huko nyuma ilikotoka, imefumua kabisa. Dhambi na nyeko hivyo. Inaanza kama
kitu kidogo tu, usiniwizi, huu ni wizi dogo, nitarudisha baadaye. Usinisaliti, hebu kuja nimsaliti mke wangu, kuja nimsaliti mume wangu. Tutaomba msamaha bwana. Mbona wengine wanasaliti? Yuda ndio hicho anachokifikiri. Mbona kusaliti tunaona watu wengine wanasaliti, mimi kumsaliti tu Bwana atanisamehe tu. Hakujua kwamba kusaliti kwake ndio kifo chake. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa sisi Mungu atusaidie sana. Tuwe makini katika eneo hilo la dhambi. Tusipime dhambi katika mwanzo wake. Tuangalie dhambi katika mwisho wake na kuikataa na kukimbia. Kwa Bwana tusaidie, tupo katika vita vinavyofanana. Wote tunahitaji kushinda, wote tunahitaji kupambana. Kwa Bwana Yesu atusaidie sana. Amen.